Mimi ni mmoja wa wanufaika ambao tumeweza kunufaika na Samia Commercialization Fund. Nakumbuka tulianzisha kampuni yetu mwaka 2021 ambayo inaitwa Tanzania International Bee Company Limited, inayohusiana na masuala mazima ya ufugaji nyuki. Kwa hiyo tuliamua sisi kama vijana kutafuta namna ya kuongeza thamani mazao ya nyuki, ikiwemo asali na mazao mengine. Wakati tunaanza zile shughuli tukajikuta tunakwama vitu vingi, hasa upande wa teknolojia. Baadhi ilikuwa ni kwamba asilimia karibu 90 ya vifaa ambavyo vinatumika kwenye ufugaji wa nyuki vinakuwa imported kutoka China na nchi nyingine. Kwa unajikuta gharama ni kubwa. Lakini vile vile bado hata hizi mazao ambayo tunavuna bado ilikuwa ni ngumu kufikia masoko makubwa, hasa masoko ya nje. Ukizungumzia masoko ya Ulaya, Asia na kwingine. Kwa hiyo asali nyingi ambayo ilikuwa inazalishwa inauzwa hapa hapa kwa bei ndogo. Mwaka 2023 Hostech walimpa grant kijana mmoja ambaye sisi tulikuwa mentor wake. Alikuja na ubunifu wa kutengeneza baadhi ya vifaa ikiwemo vifaa vya kuvunia sumu ya nyuki. Na hiyo ilikuja baada ya sisi kuona namna gani hatutegemei tu asali, tulikuja na ubunifu wa kutumia mazao kama sumu ya nyuki, maziwa ya nyuki, chavua ya nyuki kwenye masuala mazima ya afya na lishe. Kwa hiyo tulianzisha mwaka 2022 tulianzisha kliniki ya matibabu kwa kutumia mazao hayo ya nyuki, tukasajiliwa kila kitu, ila kupata yale malighafi kawa changamoto kwa sababu ya vitendea kazi ya kupata yale malighafi. Kwa hiyo ndipo Hostech wakafadhili mmoja ya kijana anaitwa Patrick Kitosi. Kwa hiyo akawa ameleta ubunifu wa kutengeneza mashine za kuvuna ile sumu ya nyuki. Hadi sasa hivi tunapozungumza, hiyo teknolojia Tanzania sio ngeni tena. Kule wafugaji wanavuna hizo sumu za nyuki na sisi ni masoko. Wazungu wengi au watu wa Ulaya wanazingatia sana masuala ya usalama, kwamba wanaponunua asali hii basi tuwe tunamgusa, tuwe tunahifadhi mazingira, tuwe tunamgusa mama yuko kule chini. Kwa hiyo kuhitajika kitu kinaitwa traceability, ambayo ilihitaji teknolojia, kwamba mtu akiwa Ulaya leo hii tukichukua asali Kigoma vijijini mpaka inapofika Ujerumani, ikienda supermarket, basi mtu anapoikuta dukani aweze kutrace, amuone paka yule mama aliyeivuna ile asali. Sio tu amuone paka video, paka picha, paka msitu ambao ile asali imetoka, kama kweli ile biashara inahifadhi mazingira. Ndipo ambapo wakati tunatafuta namna gani tunaboresha teknolojia na kuingia kwenye masoko makubwa, tukapata fursa ya Samia Fund, Commercialization Fund. Tukaomba kwa malengo mawili. Lengo la kwanza ilikuwa ni kutengeneza jopo la wataalamu kwa ajili ya kutengeneza mfumo huo wa traceability ya asali kuanzia shambani mpaka sokoni. Na lengo la pili ni kuongeza uwezo wetu sasa wa kifedha kwa ajili ya kununua asali nyingi, kwa sababu tayari masoko tunayo, yanahitaji mzigo mkubwa ambao tayari uwezo teknolojia tunayo. Kwa hiyo tukaomba shilingi milioni 200. Tunashukuru Mungu, baada ya kufanywa due diligence na timu ya CRDB Bank Foundation wakatupatia shilingi milioni 135, na baada ya kutupatia hiyo kiasi na sisi tukaingia tayari kwenye utekelezaji, na ndipo mpaka ninavyozungumza Mheshimiwa mgeni rasmi tayari tumeingiza fedha za kigeni dola 240 ambayo tulipata oda ya kupeleka mzigo nchi ya Lithuania. Baada tu ya wateja anakuuliza, nataka nione mazingira ambako hii product yako inatoka. Kwa akiingiza kwenye mfumo ile kodi, anaona paka msitu, paka wale watu walioshiriki kwenye uzalishaji na chain nzima. Kwa hiyo kwa kuhitimisha, niseme tu kwamba tunashukuru sana serikali ya Mheshimiwa Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutambua nafasi ya vijana hasa kwenye upande wa ubunifu.